Moneyles Production. Hii ni Hello, mambo vipi? Jamani, karibuni sana. Mimi ninawaalika tena kwa mara nyingine, wiki nyingine ndani ya Selite Network. Hii ni Talk to Diaspora. Hapa Wanaafrika Mashariki wanakuja kwa pamoja, kila mtu na stori zake, kuja kutueleza experience zao binafsi za maisha ughaibuni. Kikubwa mimi ninachotaka wewe kikusaidie, kama una mipango ama matamanio ya kusafiri kwenda kuishi, kusoma, kufanya biashara ama vyovyote vile kwenye moja ya nchi ambazo wageni wangu wanatupa experience zao hapa, basi kusaidie kung'amua dondoo mbili tatu ambazo zinaweza zikawa mwongozo kwako kabla haujaenda kwenye hizo nchi. Kwa karibu sana, kwa moyo mkunjufu na kualika. Mimi naitwa Selina. Diaspora, talk to diaspora. Mgeni wangu leo ni kaka Danford. Yeye anatoka pale nchini Tanzania, lakini kwa sasa makazi yake yapo nchini Ureno. Anafanya nini huko? Kwa nini Ureno? Ndio yuko hapa kutueleza. Kwa hiyo tega sikio kwa umakini sasa. Talk to Diaspora ndio imeanza. Danford, mambo vipi? Safi kabisa, habari yako? Habari zangu mimi ni nzuri. Habari za Ureno, mnatunyima nini huko? Huku kwema kabisa, na tunachowanyima pengine ni kuwa na beach nzuri tu, ambacho na hakika upande wako hauna. Jamani, tabii tuende Hamburg tukaone maji walau bwana. Sawa bwana, na ndo mnasalimianaje huko watu wa Portugal? Yeah, huku unaweza ukasema bon dia, hiyo Bon ni dia. salamu za asubuhi, boa tarde, salamu za mchana, boa noite, salamu ya usiku. Yeah. Haya, karibu sana kwenye Talk to Diaspora. Nimefurahi kwanza kupata Tanzania ambaye yuko Portugal, Ureno, kwa Kiswahili, Ureno. Kitu gani hasa kimekupeleka Ureno, Danford? Yes, kwa jina naitwa Danford Mkunda, natokea Tanzania, nimezaliwa Dar es Salaam, nimekulia Dar es Salaam, na wazazi wangu ni watu wa Dodoma, na kilichonileta Ureno, mimi ni mwanafunzi wa program ya scholarship inaitwa Erasmus Mundus, inatolewa na Umoja wa Ulaya, na ninasoma master's degree inayoitwa Chemical Innovation and Regulation, yani ubunifu na udhibiti wa kemikali. Na tulianza pamoja darasa letu University of Barcelona mwaka mmoja, yani semester 2, tukatawanyika kufanya internships miezi 6 at the Technical University of Munich. Mimi nilienda, wenzangu wakaenda sehemu zingine mbalimbali za dunia, walienda Marekani, walienda Japan, lakini sasa tunaandika thesis na mimi nimekuja Ureno, University of Algarve, kuandika my master thesis, na tumegawanyika. Kuna walioenda University of Bologna, the oldest university in Europe, na kuna mimi ambaye nimekuja University of Algarve na wenzangu wengine. Ninachosomea kama nilivyotaja awali ni ubunifu na udhibiti wa kemikali. Kwa hivyo tuna substitute kemikali ambazo ni haribifu kwa afya ya mwanadamu, wanyama, lakini pia hata mazingira. Kwa hiyo kemikali ambazo ni haribifu tunazisubstitute kwa kubuni kemikali mpya ambazo ziko sustainable. Na tunafanya hivi kwa kutumia principles ambazo ziko tayari established za green chemistry. Yani tunatazama matumizi ya rasilimali zinazoingia katika production ya hiyo kemikali. Tunaangalia hewa chafu zinazotoka wakati wa kuzalisha bidhaa husika. Lakini pia tunafanya udhibiti na usajili wa hizi kemikali. Tunajifunza sheria za Ulaya, European Union, tunajifunza sheria za Brazil, za Japan, United States, China na Korea Kusini. Kwa tumejifunza hizi sheria za nchi za haya maeneo 6, namna gani kusajili kemikali katika hizi nchi 6 kama kampuni. Kwa hiyo
tuna fit katika kampuni ambazo zinataka kuuza kemikali zao kimataifa. Sheria zipi zinafuatwa na namna gani wanaweza kuanzisha soko lao katika nchi husika. Yes. Okay, niliposikia kemikali nilishtuka, ngoja tena mambo ya mabomu ma nuclear. Kozi hizi zikihusisha kemikali kidogo unaona haya, hongera. Lakini na kitu gani kilikuvutia ukachagua kusoma masomo haya? Kuna fursa nyumbani au? Kilichonivutia kuhusu haya masomo ni mimi mwenyewe tu, nilishaanza, I was already on this path tangia niko nasoma bachelor's degree. Nilikuwa tayari nimefanya processing ya mwani, nikawa najifunza namna ya ku extract polymers ambazo ni za thamani kubwa, zinatumika kwenye chakula, kwenye madawa. Nikawa lengo ni kuwa mjasiriamali, kuweza kuanzisha facility ambayo itazalisha hivi vitu na kuuza mpaka nje ya nchi. Hiyo ndio ilikuwa ndoto. Na hii master's degree kwa nini nilichagua? Ni kwa sababu inaniwezesha kutanua uelewa wangu wa namna ya kudeal na kemikali, namna ya kuuza nje ya nchi, sheria za nchi zingine zikoje. Yes, na kuhakikisha process haiharibu mazingira, process ya kuzalisha za kemikali. Kwa hiyo nilichagua nikiwa na lengo la kuendeleza passion ambayo tayari nilikuwa nayo, ujasiriamali. Okay. Na kwa wanafunzi ambao wapo Tanzania ama Afrika Mashariki wanaotamani kupata hii scholarship ya Erasmus Mundus, wanaipataje? Vigezo na masharti ni vipi? Yes, scholarship ya Erasmus Mundus, kwanza lazima mwanafunzi awe yuko mwaka wa mwisho wa bachelor's degree yake au awe amehitimu tayari, na hakuna age limit. Watu wa umri wowote wanaruhusiwa kuapply. Na sasa vigezo vingine vinategemea the particular program. Erasmus Mundus ina program 214. Kila program imeanzishwa na kundi la vyuo. Kwa hiyo kama program ninayosoma mimi, wameungana vyuo vitatu pamoja, wameunda hii master's degree ya ubunifu na udhibiti wa kemikali. Hawa kwa umoja wao wana vigezo vyao vya mwanafunzi wanayemtaka wao anayefit katika hii master's degree yao. Na program nyingine zina vigezo vingine. Kwa hiyo mwanafunzi akishapata link tu ya kuingia kwenye catalog ya Erasmus Mundus, utakuta hizi course zote 214, kila moja inachukua wanafunzi 15 mpaka 20. Basi yeye ataingia kwenye hii catalog, akifungua masters program moja, kwenye menu atakuta pale kuna selection criteria, eligibility, atakuta vitu vingine vyote vimeandikwa. Na kwa mfano mimi walifanya analysis ya application yangu, waliconsider CV, motivation letter, wakaconsider extracurricular activities ambazo nimewahi kushiriki. Kwa hiyo wanaconsider na matokeo pia. Kwa hiyo kama kuna mtu ana first class, basi atapata ranking kubwa zaidi. Mwenye second class upper, second class lower GPA, atapata na yeye ranking yake. Sisi ilikuwa out of 5. Kwa kama mtu ana first class anaweza kapata 5 au 4 kati ya 5. Lakini kwenye motivation letter akifanya vibaya, anaweza kujikuta amepata chini zaidi ya yule hata ambaye mwenye second upper class, ambaye alijituma kwenye criteria zingine, akaandaa document nzuri zenye kuvutia. Kwa hiyo sio tu matokeo mazuri, lakini pia mtu awe na nia kwenye motivation letter, ameandika kwa nini anataka kusoma. Yes. Okay. Kwa hiyo vigezo na masharti naweza sema kuzingatiwa. Na masomo haya unayasoma kwa lugha gani? Kwa sababu umeenda Ujerumani, umeenda Spain, sasa huko Portugal. Hizi nchi bwana zote zina lugha zake. Wewe shule mnayasoma kwa lugha ipi? Yes, haya masomo tunasoma kwa Kiingereza. Kuna program chache sana za Erasmus ambazo wana lugha zingine za ziada. Ni nadra, ni chache sana. Asilimia kubwa, probably zaidi ya 90%,
ni Kiingereza. Ni masomo tu ya sayansi kwenye hiyo scholarship ya Erasmus Mundus, ama hata watu wanaofanya masomo mengine wanaweza ku-apply? Ni wanafunzi wa program zote, wanafunzi wa program zote. Kuna alumni wengi ambao hawajasoma sayansi. Kwa mfano Joyce Kasoni, yeye amesoma European Master in African Studies, na kuna watu wanaosoma vitu vingine tofauti na sayansi. Program ziko 214 na zipo ambazo sio za sayansi kabisa. Watu wanaosoma education, watu wanaosoma cultural, heritage management, vitu kama hivyo. Kuna sustainability tu peke yake, kuna watu wa computer science. It's very diverse. Okay, sawa. Kwa hiyo mtu tu aingie kwenye hizo website, atazame vigezo, azingatie na anaweza kubahatika. Hakika. Na ni full funded scholarship ama kuna percent unajilipia? Ni fully funded. Kwa hiyo wanalipa ada kama ni elfu 18 nadhani kwa wanafunzi wa kigeni wanalipiwa, lakini pia wanatoa stipend kwa ajili ya pesa ya matumizi. Kwa hivyo wanafunzi wanakuwa funded kulipia kodi ya nyumba, lakini pia gharama za chakula, na wanapewa pia pesa separately ya usafiri. Katika program mpya wanapewa pamoja kila mwezi, lakini program za zamani zilikuwa ni pesa ya matumizi na ya usafiri unapewa separate. Unapewa hii, unaambiwa ni ya hiki, unapewa usafiri, unaambiwa ni usafiri. Lakini sasa hivi wana combine, wanapatia kwa yeah. Diaspora, talk to diaspora. Maisha unayonaje kwa ujumla kwenye nchi ambazo umeishi? Nini kimekuvutia hasa? Kitu ambacho kimenivutia hasa kwenye hizi nchi ambazo nimeishi, jambo la kwanza ni standard of living. Nimeshasahau shida kama za umeme kukatika, ninaweza nikafocus kwenye mambo ya maendeleo zaidi. Nimesahau shida za maji kukatika, vitu ambavyo ni very basic ambavyo mwanadamu anahitaji. Kwa hivyo hiki ni kitu ambacho nimekipenda, lakini pia watu wamenikaribisha vizuri. Nimeweza kutengeneza marafiki wengi Hispania, Ujerumani pia nimetengeneza marafiki, na hata hapa Ureno marafiki ni wengi. Naweza kusema nimepokelewa vizuri, watu ni wakarimu, na ni watu, yani sehemu hata iwe na huduma bora kiasi gani, kama usipopokelewa vizuri hauwezi kuishi kwa amani. Kama wenyewe watakuwa hostile, hawakutaki. Lakini yes, watu ni wakarimu sana. Ukiingia kwenye mitandao kuna baadhi ya video unaweza kuziona, au baadhi ya watu wanakuwa nimekutana na ubaguzi, baadhi ya wazungu wabaguzi. Wewe umeshawahi kukutana na kitendo chochote cha ubaguzi toka umeingia barani Ulaya? Personally hapana. Sijawahi. Kuna mtu aliwahi kusema, nilitazama documentary moja ya Nico na Iñaki Williams, ni two brothers wanacheza for Athletic Bilbao. Wao wanaamini kuna classism zaidi kuliko racism, wanachoamini wao, kwa sababu wao tangu wamekuwa maarufu, wana status ya juu, wana pesa, na wanacheza for a very famous club in Spain. Fans wanawapenda, wamejikuta hawajawahi kuface tatizo lolote la racism. Wao waka-assume kwamba kuna classism zaidi kuliko racism, lakini si decline wala sitaki kusema hai exist kwa sababu ya experience za watu wengine. There are people maybe wamekutana na hivi vitu, personally hapana. Lakini ambacho ningependa kusisitiza, watu wawe smart, watu tujitahidi tuwe educated, tujitahidi tuwapia tukiwa vizuri. Inamuondolea mtu sababu zingine zozote ambazo zina deal na classism, kwa sababu naweza kusema kuna watu wamekutana na hostility zaidi majumbani kwao, nchi walizotoka, kuliko hata ugenini.
Kuna nchi za wenzetu zina ukabila. Unazifahamu nchi za Afrika ambazo kuna ukabila sana, magharibi na mashariki. Yeah. Na ndio maana kuna watu katika nchi zao wamekutana na changamoto nyingi kuliko hata abroad. Kwa hiyo ni asili ya binadamu, kuna vitu vipo nchini kwetu na kuna vitu ambavyo viko nchi zingine. Ningependa kuwatia watu moyo wasivunjike moyo wanavyoviona hivi vitu mitandaoni. Unakuta incident moja basi inakuwa publicized mitandaoni, mtu anaona ndio kama taifa zima la watu milioni 80 wako hivyo. Hapana, clip moja Yeah. sio watu milioni 80. Yes. Yeah, that's true. Yeah, umesema kweli kabisa. Na nataka nijue, umeniambia umetengeneza marafiki, umewezaje? Kwa sababu sisi Afrika tulikotoka, kucheza na mtoto yoyote ni jambo linalowezekana, yani kitendo bila kuchelewa. Kama wewe unajua mpira, umeenda pale, vijana wanacheza mpira, kuna rafiki yako mmoja amekupeleka mkatazame, wakaona unaweza kucheza, ingia cheza, umeelewa? Wasichana hali kadhalika, kama sio mnacheza rede ama mnacheza nini, ni rahisi sana kwetu sisi. Hata kwenye vyombo vya usafiri, umepanda basi, kuna story inapigwa, una jump, yani unachangia, hata kama hujui story imeanzia wapi. Wewe kama ni mpira, kama ni story tu za kitu kinachozungumziwa kwenye redio, kikianzishwa, dereva anaweza kaanzisha, abiria akachangia, hata hatujuane. Lakini ni tofauti na nchi za Ulaya ambapo watoto labda wanalelewa, mtu rafiki yake kutoka shule ya msingi au kutoka na nursery school mpaka amekuwa mkubwa ni rafiki yake wewe. Hali kadhalika kazini, mtu anaweza kawa mnapiga na story kazini, mshikaji wako, lakini haimaanishi mkitoka nje ya kazi ndo mtabondi, ushikaji, twende huku twende kule, sio rafiki yako, yani ni mfanyakazi mwenzako. Sasa wewe umewezaje kutengeneza hao marafiki? Unasema nimeweza kutengeneza marafiki wengi, ukizingatia si rahisi sana kupenetrate kwenye network ya urafiki na watu huko ambao sio utamaduni wao kuwa na rafiki yoyote tu kutoka kokote. Yes, ni kweli, kuna utofauti kidogo. Tuna ujamaa sana Tanzania, ni rahisi ku jump into conversations kama walivyosema, then watu wakawa marafiki. Kwa huku nchi pia zinatofautiana. Kwa hivyo nchi za ukanda wa Mediterranean, yani kusini mwa Europe, wako open sana kwa wageni. Sometimes hata hapo kwenye mgahawa anaingia mtu, utasikia tu kama ni Spain, ataingia mtu kwenye mgahawa upo mwanzoni kwenye siti za mwanzo, meza za mwanzo, atapita atakwambia buen provecho. Hakujui, hamjuani, ndio mara ya kwanza, atakwambia tu buen provecho, kwamba have a nice meal. Kwa hiyo kuna nchi ambazo ziko open kuwapokea watu kama hivi. Nakumbuka mara ya kwanza, watu wa kwanza kabisa najenga nao urafiki, nilikuwa kwenye supermarket, nikawa ninajaribu kulipa kwa kutumia Google Pay, kwa nikawa na scan simu yangu, lakini ikawa inakataa. Kwa hivyo nilistruggle sana. Muda huo nilikuwa bado sijapata kadi ya benki. Kwa hiyo nikawa nimeshindwa, ilibidi tu nisubiri kadi iwasili, niende nika withdraw hela, then nilipe. Kwa hiyo nikawa nimegive up, naondoka. Kuna kapo ilikuwa nyuma yangu, akaniambia subiri, umeshindwa kulipa, ni kiasi gani ambacho ulitakiwa? Kwanza walinisaidia kujaribu kuset up kwenye simu yangu, bado ikashindikana. Baadaye akaniambia ni kiasi gani, nikamwambia ilikuwa kama euro 7 tu. Akasema kama ni euro 7 basi sisi tutakulipia, utakapoenda ku withdraw hela yako utatuletea, utamwachia huyu cashier. Sawa. Kwa hiyo nikamwambia basi hamna. Kwa hiyo nilishangaa sana, na hiyo ilikuwa ni kama wiki mbili tu Barcelona. Kwa hiyo nikawashukuru sana, nikaenda njia yangu, akaenda njia yao. Siku ninayorudisha ile pesa ni kwamba baada ya siku 3 nime withdraw zile euro 7, nikapeleka kumlipa ile, ninampatia ile cashier, nikamwambia unaikumbuka ile familia? Akasema yes, hawakai mbali, wanakaa tu hapo, ni marafiki zangu, ninawajua. Ile familia wakawa na wenyewe ndo wanakuja tena kwenye supermarket. Wakanambia kijana, tunakukumbuka, kijana mwaminifu sana, umeleta ile hela. Hatukujui, hutujui, si tulishasahau. Tukasema kikawaida mtu haleti hela, lakini umeleta. Kwa hiyo tumevutiwa sana na uaminifu wako, twende ukutane na familia yetu. Kwa tukawa tumetoka, kama wapo kwenye mgahawa na familia yao. Wakanambia huyu hapa kijana, tulimsaidia kiasi fulani, amerudisha. Kwa hiyo ni kitu nadra kutokea.
tunataka tukufahamu zaidi, unaitwa nani, umetokea wapi. Kwa tukawa marafiki, tukazunguka miji mbalimbali ya Catalonia, nikawa nimejifunza utamaduni wao. Huo ndo ulikuwa mwanzo. Kuna siku nyingine tu nilipita kwenye jengo, nikaona wameandika La Florida es planta, wameandika kwenye mlango, na mimi ni mpenzi wa mimea. Kwa hiyo nilivyobisha hodi, sikuona sehemu ya kuring, nikachungulia kidogo, nikafungua. Wakaniambia karibu, hii ni community center, tunasaidia watu na registration, kupata document zao kwa ajili ya immigration, lakini pia tuna program ya mazingira, kupanda miti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika lile kundi la watu nikajenga marafiki wengine ambao na wenyewe ni wapenzi wa mazingira, kuhudumia jamii. Tukama rafiki ni kundi la vijana. Kwa hiyo angalau hizo experience mbili zinaelezea my unique story namna gani. Kwanza katika kujitolea, katika hii center niliyoenda nilikuwa najitolea katika kupanda miti, katika kufanya program mbalimbali za jamii. Kuna sikukuu inabidi tu set up, labda wenzetu wanafanya sherehe nyingi mtaani, wataandaa vinyago, sanamu kubwa, watapitisha kwenye mitaa. Nilikuwa najitolea kufanya hivi vitu, nikajenga marafiki wengi. Service to society, lakini pia uaminifu. Yes. Na changamoto gani umekutana nazo katika hizi nchi ulizoishi? Changamoto kubwa ya kwanza niliyokutana nayo ilikuwa ni lugha, lakini baada ya kupambana miezi 8 nikafanikiwa kuwa fluent in Spanish, na hao marafiki walinisaidia sana kwa sababu nilikuwa nao karibu. Changamoto ya pili ilikuwa housing, kwa sababu nilikuwa siwezi kuzungumza lugha. Kila nilikuwa nikipiga simu wenye nyumba tukawa hatuelewani. Kumbuka Europe wanaozungumza Kiingereza ni Ireland na Uingereza. Huko kwingine itapita siku hujasikia neno la Kiingereza. Yeah. Kwa hiyo uliweza kujifunza Spanish kwa muda mfupi hivyo. Kwa hiyo ni lugha nyepesi kwako au ulikuwa umeanza kabla hujasafiri? Naweza kusema Kihispaniola kuna wepesi kidogo kulinganisha na lugha zingine. Kwanza Kihispaniola hakina sauti nyingi. Hakina sauti nyingi. Sio kama Kireno au Kiarabu, kuna sauti mpaka za kwenye koo. Hawana complications. Hawana complications. Kwa hivyo kingine, Kihispaniola kinataka kifanane na Kiswahili katika sifa moja. Unachokiona ndo unachotamka. Unachokiona ndo unachotamka. Sio Kiingereza neno read na neno read ya kusoma in the past. Na neno read na read vinaandikwa sawa. Yes. Kihispaniola hakina hii michezo. Kihispaniola vitu vimenyooka. Unachokiona tamka. Mtu akisema good morning, buenos dias, inaandikwa kama ulivyosikia. Yaani kama ulivyosikia kwa Kiswahili, buenos dias. Yes. Hakuna changamoto, yani hutakiwi hata kuumiza kichwa. Chukua kalamu, andika buenos dias kama inavyotamkwa. Kwa hiyo inasaidia kiasi fulani. Kwa mtu ambaye anajua Kiswahili, ukimsikia mtu alichozungumza na umeweka juhudi zako, haupati changamoto. Kihispaniola hakibadiliki sana kwenye matamshi, inasaidia. That's my opinion. Okay, na ndio imani ilikuwa rahisi kwako kuweza kukimaster. Nini mipango yako sasa baada ya masomo? Narudi nyumbani? Baada ya masomo, kwa sababu mimi ni mjasiriamali, ni founder wa startup inaitwa Coastal Biotech. Tunafanya production yetu Zanzibar, lakini pia tunafanya research and development Freising, Germany. Kwa hivyo nitakuwa between Zanzibar and Europe. This is how I see the future. This is how I see it. It's because of the startup, and you know, when you have a startup, you consider it like a child. Unailea kama mtoto, and that becomes the priority. Yeah. Those are my plans for the future. Maybe I will do a doctorate. I will see about that as well. Hongera sana kwa kweli, yani
vijana mkiwa mnajituma kama hivyo, mnafanya vitu vizuri kwa taifa, na kama umesikia Mheshimiwa Rais juzi amesisitiza tu vijana waliokuwa nje, kumbukeni kuwekeza nyumbani. Kwa hiyo kama kuna kitu umekianzisha, ninakupa heko, kwa sababu pia naamini umetengeneza ajira kwa wenzako, na inaweza ikawa inaonekana ndogo kwa kuanzia, lakini juhudi ikiongezwa zaidi kitakuwa kikubwa. Wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha, kwa hiyo hakuna kinachoshindikana. Hongera sana kwa harakati unazozifanya. Asante sana. Diaspora, Dr. Diaspora. Katika hizi nchi 3 ambazo umeishi, I'm sure umekutana na culture shock ambazo hata wazungu wanaposafiri kwenda nchi zetu za Afrika, kuna vitu wanaviona wanaadmire, vingine vinawashangaza. Ndio kujifunza, kwa sababu dunia ina mchanganyiko wa watu na hatuwezi kufanana. Wewe ni culture shock gani umekutana nazo kwenye mataifa ambayo umeyaishi? Culture shock, naweza kusema jambo la kwanza ni watu wanavyo dress wakienda kuogelea beach. Kidogo ni vitu ambavyo kwa utamaduni wetu watu hawafanyi sana. Ile kujiachia sana, a lot of naked skin, kwetu sisi haipo sana, kwa that is something, it's a bit of a shock. Naweza kusema how people dress for the beach. Like, hiyo ilikuwa upande wa Spain, lakini upande wa Ujerumani ilikuwa ilikuwa ni wako closed sana, sio watu wako, nadhani wewe utakuwa ni mzoefu zaidi kwenye hili. Sio watu ambao unaweza ukadakia tu conversation ukajoin the conversation. Pia kama wamekutana na wewe kazini, wako likely kuengage na wewe katika mazingira ya kazi, hawato extend to other things. Everybody has their own experience, lakini at least this was mine. That was the kind of it was a bit different for me. Kwa hiyo na mimi kajifunza ni a closed person, a cold person, sio wa ku invade privacy za watu. Pia hawana, Spain wana hugging sana, na Portugal every goodbye, kwa mfano Spain, every goodbye must end with a hug and probably with a kiss on the cheeks, vitu kama hivyo. Tanzania tunaweza tukasema tu kwa heri kwa kupunga mikono, tunasindikizana, tunaondoka. Lakini kwa wenzetu a lot of hugs, a lot. Wakati wa winter ni rahisi sana kusambaziana COVID, kwa hivyo yeah, it's too much. Lakini pia chakula, mimi nilikuwa sijawahi kula vitu vinafanana na konokono, caracoles, sio konokono hasa, lakini ni seafood fulani ambazo shelled organisms ambazo nilikuwa sijawahi kula. Kwa hiyo mara ya kwanza ninakula it was a shock. Kwa hiyo Portugal nimekuja nishajifunza vyakula kama aina 3, Hispania nilijifunza aina 2, paella, nikajifunza kupika pia calzots. Yeah. Ujerumani, well, kartoffeln, yani dishes zao nyingi zina viazi na mimi sio mdau sana wa viazi. Kwa hiyo Ujerumani viazi na mikate, yani number 1. Sawa, vitu gani unavimiss kutoka nyumbani? Nini ninamiss? Ni familia, siblings, my brothers, my sisters, na yes, mama yangu nina miss pia sana. Lakini pia the wider clan, ndugu kiujumla ninamiss sana, na marafiki sana. Mentors wangu walikuwa wananimentor kwenye undergraduate, Dr. Vincent Reumbiza, Annette David, ni watu ambao walikuwa karibu sana na mimi. Ni watu ambao ninawamiss sana. Na yeah, Dr. Ali Mahavi, nilikuwa karibu sana na professors wangu, nimejifunza mambo mengi. Nilispend muda mwingi chuoni kuliko nyumbani. Yes, kwa hiyo it is something tangia nimeingia chuo. Kwa hiyo pia naweza nika consider these were people who were very dear to me.
Na Oh, kitu kingine ambacho nina miss ni utamaduni kiujumla. Muda niliokaa huku Europe, naweza kusema I feel a bit too foreign for this place to call home. Lakini pia nikitaka kurejea nyumbani pia I feel too foreign to feel at home, kwa sababu why? ya ni utamaduni ambao nimeishi huku, nimesha adapt mazingira na namna ya kuishi na watu wa huku na Mm. lakini pia kuna ule Utanzania bado upo ndani yangu. Mhm. Kwa hiyo naweza kusema kuna vitu nimevizoea tayari vya huku, nitakapofika nyumbani ninaweza nikawa bit uncomfortable, lakini pia still hapa nikitazama ninajua kabisa Utanzania uko pale pale. Yeah. Nikikupa nafasi ya kuzungumza na kijana anayekutazama ambaye ana mtazamo wa namna maisha yalivyo Ulaya kwa ujumla, wewe umeshaingia na umeishi kwenye nchi tofauti 3 walau za barani Ulaya, kuna maneno mengi sana najua kama umepita kwenye makundi mbalimbali ya vijana wanazungumza mitazamo aliyokuwa nayo kuhusiana na Ulaya. Wewe umefika na umeishi, ni sawa? Hebu zungumza na kijana ambaye ana ndoto zake anazo na vile namna anavyoipicha Ulaya. Wewe nikikupa nafasi ya kumwambia, utamwambia nini? Mimi ambacho nitamwambia kijana huyu ni tujifunze kuwa tayari kupokea tamaduni mpya, twende tukajifunze katika mataifa mengine. Hivi ndivyo ambavyo maendeleo yameletwa katika jamii mbalimbali. Ni watu walienda wakafanya technology transfer, kuna matatizo yako nyumbani, lakini watu wa nchi zingine wameshatatua. Kuna matatizo katika nchi zingine ambayo kwetu tumetatua. Kwa hiyo tunavyokuwa wazi kujifunza kuhusu tamaduni zingine na maeneo mapya, tunajikuta tumetoka kwenye comfort zone na tunaweza explore our full potential, kwa sababu nobody knows you, unakuwa kidogo na freedom, lakini pia unaona fursa ambazo hazikuwepo ulikotoka. Pengine that's what you were made for, maybe that was your purpose in life. Na the more you keep trying new things, the luckier you get. Kwa hiyo luck inaongezeka with the more you keep trying new things. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo watu hawasafiri sana. Nimejitahidi sana kushare, ni country representative wa Erasmus Mundus Association kwa Tanzania, lakini imekuwa vigumu sana watu kuamini kwamba they can also get this opportunity, kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo tusafiri ndani ya Tanzania yenyewe, tujifunze vitu vipya, tukutane na watu wapya wa maeneo mengine, itatusaidia na akili kufunguka. Ninatamani sana wanafunzi wengi zaidi wa Kitanzania waweze kupata hii fursa to change their lives. Tujiamini. Wenzetu wa Nigeria, hii ni point ya mwisho, wa Nigeria tayari wamepata ile changamoto, wameshaona uhalisia kwamba wasomi ni wengi na fursa ni chache. Akili zao zimefunguka, wana apply fursa mbalimbali huko duniani. Ninaamini sisi wa Tanzania tujiamini. Wanafunzi wamesoma vitu vigumu, wameweza kupass na marks nzuri, lakini wanahofia watakuwa rejected wakiapply for scholarships. Scholarships are not for the most brilliant students. Scholarships are for the most informed people. Ni taarifa tu. Kwa hiyo tutafute taarifa, tujiamini na tujaribu mara nyingi. Unapoapply mara ya kwanza, mara ya pili, nafasi yako ya kupata ile luck inaongezeka. Very good. Mwashauri vizuri kabisa. Na wale ndugu zetu jamaa na marafiki ambao unajua ukishaingia Ulaya tu wewe tayari mfuko wako umejaa mapesa. Hali ya mfuko wako sasa hivi ikoje? Ni kweli Ulaya mapesa nje kama ambavyo wanafikiria? Hapana, sio kweli, lakini naweza kusema
definitely ni bora, yani maisha kama nilivyotaja, standard of living na hisi nataja mara ya 3 iko juu. Kwa hiyo it's likely ni mtu atakuwa na a comfortable life, lakini sio kwamba utakuwa tajiri, utakuwa na uwezo wa ku throw around money. Ni uongo, kitu ambacho hakipo. Na currency ya huku kwa Tanzania inaweza kawa ni pesa nyingi, lakini kwa huku kwa mfano kama chakula pengine ni euro 4 au 5, kwa Tanzania mtu akiwaza hii pesa anaona ni pesa nyingi sana, lakini kuipata hii pesa Tanzania inachukua muda mrefu zaidi. Huku kuipata inachukua muda mfupi, lakini pia inatumika haraka. Kwa hiyo chakula cha euro 4 pengine ni 15,000 ya Kitanzania. Ukijifikiria kwa Tanzania, kweli nimekula chakula cha 15,000 tu kama masihara. Wakati wali 3 tu na mpaka kuku. Unaona wanafunzi wa chuo shilingi 5,000 wengine hata hawamalizi kwa siku. Hawamalizi 5,000 kwa siku. Kwa hivyo pesa inaweza ikaonekana ni kubwa, lakini pia gharama ni kubwa. Kama kodi watu wanalipa paka euro 400, euro 500, euro 600 na zaidi. Kodi ya chumba kimoja cha mwanafunzi. Chumba cha mwanafunzi. Sasa hiyo ni milioni na kwa Tanzania pengine ni kodi ya mtu ya mwaka mzima. Tena sehemu nzuri kabisa. Sehemu nzuri kabisa. Huku anapata kachumba kadogo. Kwa hiyo ninajaribu kuonesha kuna uwezekano kuna pesa ambayo ukiconvert kwa Tanzania ni kubwa, lakini gharama za maisha huku ziko juu kuliko Tanzania. Okay. Jamani, nimetaka zungumze hivyo ili wale ambao tunafahamu baadhi, sio wote, baadhi ya marafiki anaweza akakwambia nipe hiki, huko kuna mahela, kwa sababu of course kama hujasafiri huwezi kuelewa. Mtaani story ni nyingi sana kuhusiana na maisha ya Ulaya. Mtu anaweza akafikiria labda wakati mwingine unaweza kuwa na rafiki yako au ndugu yako ukamuomba na kujibu sasa hivi sina ama hela ngumu, kaisi anakunyima, lakini kama alivyosema Danford, hali ya maisha ni iko juu. Kwa hiyo mtu anaweza akaa anapata, lakini anachokipata pia kinaingia kwenye bili ambazo ni kubwa kwa upande wake, akakosa hata kile cha kukusaidia. Na anayekusaidia kwa kile alichoguswa nacho pia shukuru, kwa sababu pesa haziokotwi, lazima. Huku ndio maana ya halisi ya asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo watu wanafanya kazi kweli kweli na watu wanakimbizana. Kwa hiyo nimetaka tu agusie hivyo, ili kama kuna namna yoyote ile gagasuku la mtu anaweza kuona Danford ananinyima, nimemuomba euro 100 tu kaninyima. Amesema hapo hali ya maisha iko juu. Kwa hiyo ni kiwango cha kujaribu kuelewana tu, ndugu zetu, sawa? Yes. Naamini umeeleweka. Labda kwa kumalizia Danford, najua wewe nakutia pia kwenye kundi la wanadiaspora. Kipi ambacho ungependa kuzungumza kwa niaba ya wewe kama mwanafunzi ambaye uko barani Ulaya, umekiona na ungependa serikali ikisikie na ikichukue kwa mustakabali wa maendeleo ya wanafunzi wanaosoma nje ya nchi? Kwa kitu ambacho nimekiona mimi huku, ambacho ninaamini serikali yetu ina uwezo wa kusaidia wanafunzi wetu, ni kutengeneza mtaala ambao utawezesha wanafunzi wa Kitanzania kuwa na exposure za mataifa mengine. Itatusaidia sana kutufungua kiakili na itatuwezesha sisi kuweza kuexplore hizi opportunities na baadaye kuleta maendeleo katika nchi. Na naweza kusema Tanzania bado hatuna partnerships nyingi ambazo zinawezesha wanafunzi wetu kupata internships au exchange programs. Bado exchange programs sio nyingi sana. Wanafunzi kutoka nchi zingine wangependa sana kuja Tanzania. Watu wanafahamu how beautiful Tanzania is. Kwenye top 20 ya nchi zenye biodiversity kubwa zaidi duniani, Tanzania tupo pale na Brazil na Colombia. Ni nchi ambazo kila mtu anatamani kwenda kuona nature jinsi ilivyo beautiful. Kwa hivyo tukitengeneza hizi partnerships ambazo zitahusisha exchange students, lakini pia zikafungua nchi yetu kuwezesha Watanzania wengi kwenda
kuona japo kwa semester chache sana mataifa mengine. Kwa hiyo hizi bilateral agreements zikafanyika za wanafunzi wa mataifa mbalimbali, Uturuki, labda Ujerumani, Uingereza, tukapush, yani sio tu, yani Tanzania ikapush, ikafanya marketing ya nchi yetu na elimu yetu kwa haya mataifa, unaona. Kwa hiyo sio tu kuonesha readiness, lakini aggressively marketing nchi yetu kwa kila wanafunzi watakao kuja kwetu, basi na wakwetu pia waweze kwenda semesters kadhaa kisha wanarudi. Kwa hiyo ni partnerships. Mimi ningeshauri partnerships kwa sababu tungeweza kuzungumzia sera, tungeweza kuzungumzia hivi vitu vyote ni planning, lakini nimezungumzia implementation. Ukijenga partnerships mkasign, that's implementation, that's the actual action. Sio mtu wa kwanza kuzungumza hiki kitu. Mipango kama hii waishafikiria pengine watu 1,000, 10,000 kabla yangu, pengine 10 years ago, 20 years ago walishawaza hivi vitu. Kwa hiyo nini kimebaki? Implementation, marketing ya vyuo vyetu, marketing ya elimu yetu, marketing ya vitu vyetu tulivyokuwa navyo vivutio, tupate exchange, tufungue akili za vijana. Dunia ina evolve haraka sana, mitaala haiwezi keep up na mabadiliko ya ulimwengu teknolojia. Mitaala haiwezi, sio Tanzania, sio Europe. Kinachoandaliwa kufundisha wanafunzi kitaenda kitathibitishwa na serikali, kitapitishwa huku na kule, syllabus itaandaliwa. Lakini kesho watu wamebuni teknolojia mpya, haipo darasani. Itachukua miaka mpaka ile teknolojia iletwe tena kwenye textbooks. Kwa hiyo this is what I believe that government could do. Partnerships na vyuo vingine. Asante sana. Mwisho kabisa, una lipi lolote ambalo ungependa kuzungumza kwa audience ya diaspora wenzako ambao wanakusikiliza? Mimi kama mwanafunzi, unakutana na wanafunzi wenzako huko, ama unakutana na jamii ya Waafrika wenzako ambao wako kwenye nchi ambayo unaishi kwa sasa, diaspora, una kipi cha kuwaambia? Ninachoweza kuambia ni tushikamane, kwa sababu wenzetu nimeona watu wa kutoka the Middle East, the Far East, hasa China, wana a very huge community. Ni watu ambao wako karibu, wanaelewana changamoto zao kiurahisi. Mmoja anapopata changamoto, kuna Mchina mmoja aliibiwa wallet kama sijakosea, ilikuwa kwenye kituo cha treni. Akanifuata akaniambia brother, akaniambia kwa Kihispaniola kwamba hautakuja kuona Mchina na kuomba hela. Hautakuja kuona maisha yako yote Mchina anakuomba hela. Ila mimi kweli nimekwama. Nimetoka kuibiwa sasa hivi. Kwa hiyo kama unaweza kanisaidia chochote kwenye upande wa mawasiliano, hata niweze tu kuwasiliana na mtu, ndugu zangu, organize vitu mbalimbali. Akaniambia unavyoniona sina chochote, nimeibiwa. Lakini kweli tukajadili, unataka tufanyeje? Ndugu zako wako wapi? Wako Madrid, na ndio ulikuwa kwenye safari unaondoka. Na jamaa alianza na ile neno kwamba hutakuja kuona Mchina na kuomba wewe hela. Niko radhi nifanye kazi ya ajabu nipate pesa yangu, lakini sio niombe. Lakini pia wana support community kubwa. Kwa Mchina akipata shida, Wachina wenzake hawezi kuruhusu awatie aibu kwa aina yoyote, hawawezi kuruhusu. Kwa hiyo ilini-inspire sana alivyoniambia kaka, unaona, akaniambia hautakuja kuona. Sasa sisi pia wana Afrika Mashariki tuna tamaduni nyingi zinazofanana, au hata wa Afrika kiujumla. Tukishikana vizuri, tukawa open, nimepata changamoto,
Unaona, pengine mtu hana uwezo wa kukupatia msaada wa kifedha, anaweza akakushauri pengine una qualify for some government program ulikuwa hujui. Kwa hiyo ni tuwe na utamaduni na sisi wa kukaa pamoja, tukaelewana shida zetu, tukasaidiana, tukasonga mbele. Ninachokijua mimi wewe ukifahamu pengine, au unachokijua wewe mimi sikifahamu. Yes, ninaamini everybody you meet knows something you don't. That's very true. Jamani, na hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza. Hii ni Talk to Diaspora. Mimi sina la kuongezea. Kaka Danford hapa amemaliza yote ambayo nilitaka kuyasikia, lakini kama yapo usisite. Wewe niandikie hapo chini, nitamtumia kama lipo ndani ya uwezo wake hilo swali. Amini kabisa atakujibu na atakusaidia. Sawa? Kwa mimi nasema asante sana Danford kwa kuweza kutenga muda wako, umetupa experience yako ya maisha ya ughaibuni kwenye nchi ulizoishi. Umeishi Ujerumani, umeishi Spain na sasa uko Portugal. Mimi nakutakia kila la heri kwenye harakati ambazo unazifanya, na mimi zitaenda kuwa kitu kikubwa na zitazaa matunda, na endelea kuwashika mkono vijana wenzako kama ambavyo umesema, zinapokuja fursa unashare, lakini umewasisitiza waache uvivu, kwa sababu kila kitu kinawezekana, lakini kujituma ndio ambako kunatakiwa. Asante sana. Nasema mpaka wakati mwingine. Mimi ni Selina na mgeni wangu alikuwa ni kaka Danford ambaye Tanzania kwa sasa yuko zake pale nchini Portugal. Haya, tunaagaje kwa Kireno? Teja. Haya, na mimi hapa naaga kwa niaba ya Kijerumani na kuambia kwa heri. Hata wakati mwingine. Tunaagaje ki Portugal? Kwa Kireno hapa sijajifunza bado. Nimekumbuka. Niulize tena utakata. Nimekumbuka. Diaspora, talk to diaspora.